Sasa kabla ya kumalizia msimamo wa Mashia dhidi ya masahaba, nataka ninukuu maneno ya Ibn Kathir kuhusu Mashia wanaoamini kwamba masahaba waliupora uongozi kwa Ali, waliupora uongozi wa Ali na haki yake na nafasi yake wakampa Abu Bakr. Walifanya khiana masahaba, wakafikiana katika khiana. Nitanukuu maneno ya Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kitabu changu kimekusanyika juzuu mbili, kuna juzuu ya 5 na ya 6. Anasema Ibn Kathir baada ya kutaja ahadithi ambazo zinathibitisha kwamba Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe alitoa kiapo cha utiifu na yeye mwenyewe alikubaliana na uongozi wa Abu Bakri katika kikao kilichokaliwa, na yeye akawa baadaye alipokuja akatoa kiapo cha utiifu. Asema baada ya kutaja hadithi hiyo, wa hadha alhadithu thabit fi sahihain, na hii hadithi ambayo imethibiti katika sahihi mbili, wa ghairihima an Ali, na kwa wengine kutoka kwa Ali bin Abi Talib, yaruddu ala firqati rafidha. Hadithi hii inalirudi kundi la Rafidha la Kishia. Hadithi hii inalirudi kundi la Kishia fi zaamihim, katika kudhani kwao anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa ilayhi bil khilafa. Hadithi ilikuwa inakanusha kuwepo wasia wa mtume kwamba Ali ndio khalifa. Ali anakanusha, hakuna karatasi tulopewa labda ukhalifa ni wangu au ni wa nani, hakuna karatasi hiyo. Sasa Ibn Kathir anasema hadithi hii inawarudi Mashia katika kudhani kwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa ilayhi bil khilafa, katika kudhania kwao kwamba mtume sallallahu alitoa wasia kwa Ali, yeye ndio kiongozi baada ya kuondoka yeye. Walau kana al-amru kama zaimu, lau jambo lingekuwa kama walivyodhani Mashia, lama radda dhalika ahadun min as-sahaba, kwa hakika wasingelirejesha hilo mmoja katika masahaba. Hakuna sahaba angethubutu kupinga jambo hili. Kwa nini? Fa innahum kanu atwa'a lillahi wa lirasulihi, kwa sababu wao walikuwa kumtii zaidi Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fi hayatihi, katika maisha yao, katika uhai wake mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanamheshimu na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi, wa baada wafatihi, na baada ya kufa kwake, min an yaftatu alayhi, kuliko wakapata ujasiri dhidi yake, kuliko masahaba wakapata ujasiri dhidi yake. Fayuqaddimu ghaira man qaddamahu, eti wakamkadimisha na kumtanguliza ambaye mtume hajamkadimisha. Wayuakhiru man qaddamahu binafsihi, alafu wakamchelewesha aliyecheleweshwa kwa dalili. Hasha wa kalla, haiwezekani. Walima, na kwa nini? Waman dhanna bisahaba, kisha akasema Ibn Kathir, atakayewadhania masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim dhalik, hilo la kufanya khiana na kuficha dalili na kupora uongozi na kukubaliana kumbadika ambaye hajakusudiwa, atakayewadhania masahaba hivyo, faqad nasabahum biajma'ihim ila alfujur, basi atakuwa amewanasibisha masahaba wote katika uovu. Yaani masahaba wote wakubaliana katika hilo, alafu wakaja wengine pia wakanyamaza, kina bin Umar, kina Aisha, kina Hafsa, wote wakanyamaza jambo hilo. Atakayewanasibishia masahaba hili, basi atakuwa amewanasibishia uovu. Watawati ala mu'anati rasuli sallallahu alaihi wasallam, na kwamba walikubaliana kumfanyia inadi mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mudaddatihim fi hukmihi wa nasihi, walikubaliana kupingana na mtume katika hukumu zake na nasi yake na dalili yake. Kisha akasema, waman wasala minan nas ila hadha almaqam, na atakayefikia katika watu kisimamo hiki cha kuwaaminisha watu hivi kwamba hawa masahaba ni makhaini, ni waporaji, ni madhalimu, faqad khala'a ribqata alislam, huyu atakuwa ameivua faqad khala'a ribqata alislam, atakuwa ameivua kamba ya Uislamu. Wa kafara biijma'il a'immati al'alam, na atakuwa amekufuru kwa makubaliano ya maimamu mashuhuri. Atakayewadhania kuwa masahaba walikubaliana kumpora Ali uongozi na kuficha nasi na kubadilisha aya zinazotaja uongozi wa Ali baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam,
huyu atakuwa amevua kamba ya Uislamu shingoni mwake na atakuwa amekufuru kwa makubaliano ya maimamu maimamu mashuhuri wakubwa. Kwa hiyo Ibn Kathir anatoa hukumu gani kwa Mashia? Kwamba wao ni makafiri kwa kitendo hiki tu. Je, vipi haya mengine yanayotangulia? Alafu leo nakuja watu wanasema watu wasilete masala ya usuni na ushia na wahabi, uansari na usufi. Kipindi hiki ni kipindi cha vita kati ya daula ya Kiislamu na makafiri. Kwa hiyo watu wasilete mambo ya usuni na ushia. Hawa maadama wanasema la ilaha illa Allah ni wenzetu. Kwa kuwa wanasema la ilaha illa Allah ni waislamu wenzetu, wanahabari na baadhi wanazungumza kihisia kwenye vyombo vya habari, wanawazungumzisha waislamu hivyo. Kwa sababu waislamu wengi, kundi la waislamu wengi ni wajinga, utakuta comment pale kabisa msema ukweli. Na wako waandishi wa habari wanaushia kama kina Rahbi, kina nani wale, wanaushia ndani yake. Kwa hiyo akitoa habari anatoa kwa hisia kweli. Inasikitisha sana. Habari ya fulani kusema hivi, kwa kweli kutatokea kitu. Haya. Kisha asema Ibn Kathir, wa kana iraqatu damihi, na itakuwa kuimwaga damu yake huyo ahalla, ni halali zaidi min iraqati al-madam, kuliko hata kumwaga pombe. Sentensi hii itumika katika vitabu vya itikadi. Ibn Kathir ametumia sentensi hii hapa. Kwa hiyo itakuwa kumwaga damu yake mwenye msimamo huo ni halali zaidi kuliko kumwaga pombe. Masufi wa Maulidi wakisomaga ibara zao hivi, wakati wanawakusudia masuni wanasema hatujasema sisi, ni Ibn Kathir. Kwa hiyo mlaumu Ibn Kathir, wao wanasemaga hivi. Lakini sisi tuseme hivi, sisi tunasema tunaamini pia hivi alivyosema. Thumma law kana ma'ali ibn Abi Talib nasun, kisha lau kweli angekuwa Ali ibn Abi Talib anayo dalili, falima la kana yahtaju bihi ala sahaba, kwa nini asitoe dalili ile kwa masahaba kwamba jamani mimi ndo nastahili kwa dalili hii na hii na hii, ala ithbati ibaratihi alayhi wa imamatihi lahu? Kwa nini asitoe dalili hiyo? Na yeye alikuwa ni shujaa. Fa in lam yaqdir ala tanfidhi ma ma'ahu, kama hakuwa anaweza kufanya hilo, fa huwa ajizun, basi yeye ni mshindwa. Kama alishindwa kufanya hivyo Ali, yeye ni mshindwa. Wal ajizu la yasihu lil imam, na mshindwa mdhaifu astahiki uongozi. Wa in kana yaqdir, na kama alikuwa anaweza Ali ibn Abi Talib walam yaf'aluhu, na hakufanya, fa huwa khainun, basi yeye ni khain, amefanya khiana. Hajawaambia waislamu kwamba kuna dalili kwa yeye ni kiongozi. Wal khain al fasiq maslubun ma'zum, na khain mtu mwenye kufanya khiana ni fasiq ma'zulun 'ala al-imam, anataka atolewe kwenye uongozi. Akataja hoja kama hizi mpaka alipofika mbele kabisa. Nadhani imeeleweka. Hiyo ndio hukumu ya waimamu wa Kishafi, ambao nyinyi watu wa Maulidi wasema sisi ni mashafi. Mashafi wa zamani waliokuwa karibu na Imam Shafi walikuwa hawawaachi Mashia, wanawazungumza Mashia kwenye vitabu vyao. Nyinyi mnakula nao kwenye Maulidi na ni jamaa zenu, hamtaki uchochezi, hali ya kwamba sahaba wanatukana, kwamba kuwatetea masahaba ni uchochezi. Sijui usufi wenu mmeutoa wapi, utarika wenu mmeutoa wapi? Maimamu wa Kishafi hawakuwa hivyo, wao walikuwa wanawatetea masahaba bwana. Ndio maana katika tafsiri ya Ibn Kathir kuna maneno mengine. Ibn Kathir anasema, ananukuu Ibn Kathir maneno ya Imam Malik, ndanukuu maneno ya aina mbili kwenye kauli yake. Taala katika surati al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-taurat wa mathaluhum fi al-injil. Wa masahaba wamesifiwa katika Taurati na katika Injili, kazali akhraja shaqahu fa'azarahu fastaghlaba ala suqi fastawa ala suqi yujibu zura. Masahaba mfano wao ni mfano wa mimea yenye kuwafurahisha wakulima, liyaghidha bihim al-kufar, ili kuwakera kupitia wao makafiri. Masahaba
kwao, yani kupitia wao ndio wanakereka makafiri. Ibn Kathir akasemaje? Wa min hadhihi al-aya, na katika hii aya, intaza al-Imam Malik, amenyofoa Imam Malik fi riwayatin anhu, katika riwaya kutoka kwake, bitakfiri rawafid, kuwakufurisha Shia Rafidha, alladhina yubghidhuna as-sahaba, wanaowachukia masahaba. Katika hii aya Imam Malik ametoa hukumu ya kuwakufurisha Shia ambao wanawachukia masahaba. Qala, akasema Imam Malik, li'annahum yughidhunahum, kwa sababu wao wanawachukia masahaba. Wa man ghadha as-sahabata fa huwa kafirun li hadhihi al-aya, na atakayewachukia masahaba huyo ni kafiri kwa mujibu wa hii aya. Wa wafaqahu ta'ifatun min al-ulama ala dhalik, wakamwafiki. Ibn Kathir anasema wakamwafiki maimamu, kundi la maimamu yeye katika hili. Wal ahadithu fi fadli as-sahaba, na ahadithi, Ibn Kathir anasema na ahadithi kuhusu fadhila za masahaba, wanahi al-ta'arud lahum bimasaati kathira, na kukataza kuwasema vibaya masahaba ziko nyingi. Wayakfihi thanau Allah alayhim wa ridhahum anhu, yatosha kitendo cha Allah kuwasifu na kuwaridhia. Haya ni maneno ya Ibn Kathir. Na katika surati an-Nur pia kuna maneno ameyanukuu Ibn Kathir. Haya maneno nitataja alafu tutarudi kwenye kitabu. Nasema nataka niende tu, yani sitokuwa na utaratibu maalum hivi. Ibn Kathir alikuwa akitafsiri surati an-Nur, alipoitaja aya ya 23 mpaka 25, innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, sababu wao wanamtukana Aisha. Aya hizi miteremka kumtetea Aisha na kusingiziwa tendo la uzinifu. Akasema Ibn Kathir, waqad ajma'a al-ulama, kwa mujibu wa aya hii, hakika wanawasingizia wanawake wanaojihifadhi wakiumini wamelaaniwa hapa duniani na akhera, na wana adhabu adhim, wana adhabu kubwa siku hiyo. Ibn Kathir akasema waqad ajma'a al-ulama rahimahumullah qatibatan, na kwa hakika wamekubaliana maulama Allah awarehemu wote, ala anna man sabbaha, ya kwamba hakika atakayemtukana Aisha baada ya kutakaswa na sura hii, waramaha bima ramaha, wakamsingizia na kile ambacho wanamsingizia, baada ya hili lilotajwa hapa, alladhina dhukiru fi hadhihi al-aya, waliotajwa katika hii aya, fa innahu kafirun, huyo ni kafiri, li'annahu mu'alidun lilquran, kwa sababu anaifanyia inadi Qur'an. Wa fi baqiyati ummahati al-mu'minina qawlan, akaelezea masala mengine kwamba je, atakayemsingizia na kumtukana mama wengine katika mama waumini asiyekuwa Aisha, je vipi huyo hukumu yake? Akasema kaulani, kuna kauli mbili, asahuhuma annahunna kahia, kauli sahihi katika hizo mbili kwamba hata wao ni kama Aisha, atakayemtukana Hafsa na wengine ni sawa sawa pia na huyo ni kafiri. Hado maimamu wa Kishafi wazungumza wazi wazi. Lakini sasa tazama, kwa mfano kitabu hapa nilichokuwa nimewaambia katika khutab au katika baadhi ya durusi, nawaambia kuna kitabu kimeandikwa na Yasir al-Habib, ni washia ambao wanazungumza wazi katika sauti zao pia kwa sababu ya wakati, lakini huyo anazungumza kwa sauti wazi wazi kwamba Aisha ni kafira, ni kafir. Ameandika kitabu sema al-fahishatu al-wajh al-akhar li Aisha, jichafu kwa sura nyingine la Aisha. Akaeleza ndani Aisha ni mzinifu, Aisha ni kafiri na mfano wake. Kitabu hiki nyinyi angalieni lilivyo, ina peji ngapi? 1000, ina peji 1050, huku akizungumzwa ni Aisha tu na machafu yake, jichafu lingine la Aisha, mama yetu, mama wa waumini, mama wa masuni, mama wa shaira, mama wa masufi na watu wa maulidi, anatukana na mashia. Ndio msimamo wa mashia. Wakibisha waweke mihadhara endelevu hapa Kondoa, wazungumze kuwazungumza hawa maimamu wao kwamba fulani ni kafiri, fulani ni kafiri, huyu hatumkubali. Wazunguke wafanye mihadhara hii, wasikwepe tu kwenye vikao alafu tuwape muda.
Kwa hiyo ndivyo ndio nadharia ya mashia kuna kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna kitabu kingine cha Kiswahili kinasema kisha nikaongoka, mtunzi Sheikh Muhammad Tijani As-Samawi wa Tunisia, kimetafsiriwa na Sheikh Musabbah au Musabbah Shabani Mapinda, Dar es Salaam, tarehe 15 Shabani mwaka 1420 sawa na 24 Novemba mwaka 1999. Said Akhtar Rizvi, mhubiri mkuu, lakini cha Kiarabu kinaitwa thumma tadaitu. Akizungumza kwa ndani anasema masahaba wanagawanyika sehemu tatu. Kuna ambao ni wanafiki walikufuru, akawataja habari kina Abubakar, kina Umar na wengine. Kuna kitabu kingine hapa inaitwa Li'ali al-akhbar au La'ali al-akhbar cha At-Tuwaisilkani, mshia juzu ya 4, naye pia ana maneno yamezungumza hapa katika kurasa wa 92. Kurasa wa 92 anasema tambih, angalizo, ilam anna ashraf al-amkina wal-awqat wal-halat ansabaha lillahi alayhim, sehemu tukufu za kuwalaani masahaba. إذا كنت في المبال فقل عند كل واحد من التخلية والاستبراء والتطهير براغا بفراغ من البال اللهم إلا عن عمر ثم أبا بكر وعمر ثم عثمان وعمر ثم معاوية وعمر ثم يزيد وعمر ثم بن زياد وعمر ثم بن سعد وعمر ثم شمرا وعمر ثم أسكرهم وعمر اللهم لعن عائشة وحفصة وهندا وأم الحكم ولعن من رضي بأفعالهم إلى يوم القيامة. ونعجب تفسير اللهم لعن عمر، ايوه اللهم لعن عمر، كيش أبو بكر، كيش عمر، كيش عثمان، كيش عمر، يعني عمر مبايا زي ديكوا، كيش معاوية، كيش عمر، كيش يزيد، كيش عمر، ملعن يزيد بن زياد عمر، ملعن بن سعد عمر، كيش شمر عمر، كيش عسكرهم وعمر اللهم لعن عائشة، ايوه اللهم لعن عائشة وحفصة نحفصة وهند وأم الحكم والعن ولعن من رضي بأفعالهم ولو بريدية vitendo vyao ila يوم القيامة mpaka siku ya kiyama. Pia kitabu kingine kama inaitwa kitabu Salim ibn Qais al-Hilali Asrar Ali Muhammad, kitabu pia kishia hiki, na kuna maneno hapa ya kuwalaani masahaba na kuwatukana masahaba. Hapa amesema katika kurasa wa 352 mautu ashabi as-sahifati ala al-jahilin, hadha ma khatahu biyadi, kwa sema waliokaa katika sahifa, waliokaa kumpa Abu Bakri uongozi walikufa katika jahiliya, katika ukafiri. asema hadha ma khatahu biyadihi abana an-lisan salim innal qauma, hakika watu wa hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Talha wa Zubair wa Anas wa Sa'd wa Abdurrahman bin Auf shahidu ala anfusihim, walikiri juu ya nafsi zao, inda mamatihim, wakati wanapokufa, annahum matu ala ma mata alayhi aba'u bil jahiliya, kwamba wao pia wanakufa katika dini waliofia wazee wao katika jahiliya. Nani ya wazi kabisa haya ambayo hayaachi shaka kwa Muislamu kwamba mashia ni maadui wa masahaba na waislamu kwa ujumla. Kwa sisi tukizungumza kwamba masufi, watu wa maulidi, tangu tumewajua mpaka leo hakuna hata mmoja aliyesimama akawatetea masahaba, hata haya mengine masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna leo kusimama akatangaza wazi wazi kwamba mashia si wenzetu. Bali mbaya zaidi, kila tunaposimama kuzungumza kuhusu mashia, basi wao wanasema mawahabi, masalafi wana mada na maudhui za uchochezi za kutugombanisha sisi mashia na ndugu zetu mashia.
Kwa hiyo sisi tunataka kuwapa taarifa wao waujue ushia, kwa sababu kuna kesho wataondoka wao, tutaondoka sisi, ushia utazagaa. Na sasa hivi ushia una nguvu sana hapa Kondoa, tofauti na miaka kadhaa hapa nyuma. Sasa hivi na wao wanatoa viwanja vya kufanyia harakati zao, na wanashirikiana na masufi na wanakaa na masufi kwenye maulidi, kwenye hitima na 40 na dua, kwenye misiba mbalimbali, wakiwakadimisha na kuwapa nao mimba ndio wazungumze, kuonesha kwamba ni wamoja. Hakuna shida, lakini shida ipo kubwa sana. Maadui wakubwa wa masufi na watu wa maulidi ni mawahabi na masuni masalafi, lakini mashia hawana shida. Ni lipi dhambi la mawahabi? Lipi dhambi la masuni masalafi? Wanapinga kuyaadhimisha makaburi, wanawakufurisha wanaoabudu makaburi. Wewe muulize msufi yoyote, ni ipi dhambi ya mawahabi, ni ipi dhambi ya masalafi? Hawa wana shida gani hawa? Atakwambia hawa kazi yao ni kuwasema watu, wanapinga kuadhimisha makaburi, wanapinga maulidi, wanapinga hitima, talakini. Sisi tunapinga hivi kwa hoja na dalili. Ya mashia hawana shida, ni jamaa zao. Mashia ni jamaa zao. Sasa nilikuwa nataka ninukuu maneno fulani kwenye kitabu cha Nahjul Balagha. Je, ni kweli masahaba walimpora Ali ibn Abi Talib uongozi? Kwa sababu Nahjul Balagha ni kitabu cha Al-Murtadha au cha Ar-Radhi, ameandika hutuba za Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib kwao hakosei, ni maasum. Waandishi mbalimbali wa Shia wanawaaminisha watu kwamba kitabu cha Nahjul Balagha hiki hapa, Nahjul Balagha, wanasema kitabu hiki yote ambayo yako ndani ni ya haki, ni ya kweli, hakuna ya uongo ndani yake. Bali baadhi yao kina Al-Kashif au Al-Ghita asema atakayepinga maneno yaliyoko ndani, huyu ni sawa na amepinga aya ya Qur'an. Sasa nimalize nasi hii kwa ajili ya kuyaondoa haya maneno ambayo yako hapa, alafu kesho tubaki na maudhui nyingine. Kama si kuendelea na kitabu chetu, inshallah tukiona kuna haja hiyo ya kuendelea kuzungumza kuhusu wao tutazungumza, lakini taja maneno nani hitimishe nayo. Kwa hiyo kitabu hiki kina nafasi kubwa kwa mashia, ijapokuwa maimamu wa ahli sunna kina Dhahabi na wengine wanasema kwamba kitabu hiki kimezushwa, ni hutuba zimezushwa kwa Ali ibn Abi Talib. Miongoni mwa hutuba ambazo zipo katika kitabu hiki na wao naamini hakina makosa kitabu hiki ni hutuba ya Ali ibn Abi Talib ijayo. Nasoma maneno ya Kiswahili, kuna Kiarabu na Kiswahili. Ya Kiswahili nasema hivi: Ali ibn Abi Talib anasema, wamenipa kiapo cha utiifu, wamenipa uongozi mimi. Ali anasema wamenipa kiapo cha utiifu watu waliompa kiapo cha utiifu Abu Bakri na Umar na Uthman. Wamenipa kiapo cha utiifu watu ambao wamempa kiapo cha utiifu Abu Bakri, Umar na Uthman juu ya misingi ile ile. Haikuwa kwa yule aliyehadhiri, aliyefika pale kwenye kile kikao, haikuwa juu ya yule ambaye aliyekuwa hadhiri kuwa na hiari ya kuchagua. Hakukuwa na hiari, wala aliyeghaib kukataa. Hakukuwa na hiari ya kukataa kwa aliyekuwa hayupo. Walipochaguliwa wale ambaye hakuwepo, hakupaswa kukataa, kwa sababu wale wamekubaliana kwamba fulani ni kiongozi. Abu Bakar kama walikubaliana kwamba mimi ni kiongozi, haifai kwa ambaye ameribu pale akakataa uongozi ule au huu. Kwa hiyo kwa maana yeye pia kama ingekuwa ndio hivyo, maana haifai yeye kukataa.
lakini kwa sababu alqaum kadhabun, alimamu Shafi anasema sijawahi kuona warongo mfano wa Mashia Rafidh. Maneno haya yapo katika Sharh Usul Sunna lilalakai. Bali shura ni ya muhajirina na maansari, shura ya kumchagua imamu kiongozi ni ya muhajirina na ansar. Hao waliokaa kumchagua Abu Bakar, Umar na Uthman na kunichagua mimi, shura ni ya kwao, kikao cha uchaguzi ni cha kwao. Kwa hiyo kwa maana atathibitisha kwamba swala la uongozi wa Abu Bakar, uongozi wangu wa Umar, Uthman, halikuwa na dalili, ni jambo la kukaa shura, na shura ni muhajiri na ansar. Wakiafikiana juu ya mtu, muhajiri na ansar wakiafikiana juu ya mtu na wakimwita imamu, hilo linakuwa limeridhiwa na Mwenyezi Mungu, endapo atatoka nje ya amri yao mtokaji. Endapo atatoka nje ya amri yao mtokaji yeyote kwa kuasi au bid'a, kuzua, basi watamrejesha alikotoka. Akikataa, kwa maana atakayepinga makubaliano yao, watamrejesha alipotoka. Akikataa, watampiga vita kwa kufuata kwake njia isiyokuwa ya waumini. Njia ya waumini ni ipi? Njia ya waumini ni ipi? Njia ya waumini ni kuwa wao wamekubaliana nani awe kiongozi? Abu Bakr, Umar, Uthman, wamekubaliana Ali awe kiongozi. Mayushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla. Atakayemwasi mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufikiwa na uongofu, akafuata njia isiyo ya waumini, akaacha makubaliano ya waumini. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib anasema ikiwa atapinga makubaliano yao, yule aliyepinga watamrejesha katika makubaliano ya waumini. Akikataa, watampiga vita kwa kufuata kwake njia isiyo ya waumini, na Mwenyezi Mungu atamrudisha na kumweka alikotoka. Kwa hivyo Ali anathibitisha radhiallahu ta'ala anhu jambo la uimamu lilikuwa ni shura, si kwa dalili, na kwamba uongozi wa Umar na Uthman, uongozi wa Abu Bakar, Umar na Uthman ni uongozi wa haki, na walichaguliwa kwa njia sahihi kabisa, na yeye amechaguliwa kwa njia hiyo hiyo. Haifai mtu kupinga uongozi wao. Haya maneno ya Ali bin Talib, haya mmoja tu yanabatilisha maneno yao yote yaliyotangulia kwa nyuma. Na hasa kama nimesema, kitabu hiki wanaamini kwamba ni kitabu sahihi na yote yaliyokuwa ndani ni maneno sahihi. Kuna mmoja anaitwa Muhammad Jawad Maghaliya kwenye kitabu cha Fadhail Imam Ali amesema, inna kulla kalimatin wa kalimatin fi nahji al-balagha wa man qara al-kitaba la yataraddadu bi annahu kalamu al-imam min alfi ila ya'ihi. Atakayesoma kitabu hiki cha Nahji al-Balagha mwanzo mpaka mwisho hatakuwa na shaka kwamba haya yote ni maneno ya Imam Ali bin Abi Talib. Na pia Hadi Kashf al-Ghita akaweka mlango akasema Mashia na itikadi yao kuhusiana na kitabu cha Nahji al-Balagha na mwandishi wake katika kitabu cha Mustadrak Nahji al-Balagha, akaeleza kwamba Mashia pamoja na utofauti wa dini zao na mila zao na makundi yao, wanaafikiana kwamba yote ambayo yapo katika kitabu hiki ni sahihi, ni kalamu ya Amirul Mu'minin, ni maneno ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib. Ndio huyo anasema katika mukaddima kitabu chake cha Mustadrak ala Nahji al-Balagha, asema atakayepinga kitabu hiki au herufi katika kitabu hiki ni sawa na amepinga aya katika Qur'an. Kwa hiyo tunawalazimisha na haya ambayo katika kitabu hiki kwamba Ali bin Abi Talib anasemaje kuhusu tuhuma hizi za kizushi dhidi ya Abu Bakar na Umar na Uthman na masahaba wengine, kwamba walimpora Ali bin Abi Talib uongozi, na kauli za kizushi kwamba walikwenda kumpiga Fatima ngumi wakachoma nyumba ya Ali bin Talib na mienge, wakaichoma na mienge ya moto. Safari maneno ya kipuuzi kabisa Mashia. Sisi hatumaanishi kwa kuzungumza Mashia, tunataka tuwaelimishe mashekhe wa Maulidi ambao wanawekea vifua Mashia na wanauendekeza ushia katika miji mbalimbali, hasa mji wetu huu. Wanawapa viwanja, makazi, ya kwamba itafika siku haya mambo haya yanazungumzwa, wakimakinika sawa sawa watazungumza wazi. Hii fitna tuliyotokea juzi hii, vita huko Mashariki ya Kati, imewadhihirisha Mashia vile wanavyoandika.
dhidi ya mji mtukufu na waislamu kwa ujumla. Kipengele ambavyo nilivyozungumza ni nadharia ya mashia dhidi ya masuni. Wao wanawachukulia vipi? Wanaamini kwa ni makafiri, damu zao ni halali na mfano wake. Ndio maana wakajaribu kila mara huko katika miji mitukufu kutaka kuwaangamiza na kuwaua mahujaji baitillahi alharam. Walikwenda kuhiji kwa sababu wao wanaamini sisi ni maadui wao. Kwa hiyo mimi nisimame hapa kusema billahi tawfiq. Kesho tutaangalia biidhnillah taala, imma tuendelea kitabu chetu kile cha bayani ilmu salaf wa fadhil ilmu salaf al-khalaf, au tuendelea na maudhui hii. Lakini tutaendelea kuwafahamisha masufi na matarika na waislamu wa kawaida wasofahamu mambo haya, wajue kwamba sisi hatuzungumzi kwa chuki tu za kibinadamu, bali chuki za kidini dhidi ya mashia, na tunawahami watu bora na kuihami Qur'an, mitume. Haya ndio malengo yetu sisi. Dini lazima iwe na utetezi bwana, hasa hawa wanaoinukuu dini. Dini si kula maulidi tu na kula ubao na mchele na kuimba na kukata viuno. Hiyo sio dini, lakini dini haiko hivyo. Lakini ndio dini tu hiyo. Kama ndio dini kweli, ndio dini tu iko hivyo. Ninyi msiwazungumze kuwatetea hawa, kuihami Qur'an, mitume, masahaba wa mtume kina Aisha tayari, kwa sababu tayari washakufa. Hata wakisema sisi au jamaa zetu, kwa sababu tofauti zipo, hakuna tusiwaseme hawa kwa sababu ya tofauti bwana. Tofauti zipo tu, kila hawa na yao, hawa na yao, ndio basi tu mnaenda hivyo. Sisi hatuko hivyo bwana. Dini yetu haijatufundisha hivyo. Hata wa imamu hawakuwa hivyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.